Umewahi kufikiria jua linapochomoza taratibu na mwanga wake wa dhahabu ukigusa katika miti mikubwa ya miombo inayotawala katika hifadhi ya taifa ya Ruaha, huku ndege wakiimba kwa taratibu na ardhi ikianza kupumua? Huu si mwanzo wa siku ya kawaida. Huu ni mwanzo wa maisha mapya katikati ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, mahala ambapo tembo hawahesabiki, simba hutawala kimya, na mto Ruaha ukitiririsha uhai wa kila kiumbe. Lakini ndani ya hifadhi hii kubwa kuna sehemu moja maalumu, sehemu ambayo wanyama hukutana kama watu sokoni. Wanakuja kunywa maji, wanakula, wanakuja kupumzika, na wakati mwingine hata kuindana. Sehemu hii inaitwa Kariakoo, na leo tunakukaribisha kwenye soko la uhai katikati ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa nini tumeliita hili eneo Kariakoo? Kama mnavyofahamu, Kariakoo ni eneo ambalo liko katika jiji la Dar es Salaam, ambalo ni eneo maarufu ambako jamii kubwa ya Watanzania hutembelea eneo hilo kila siku kwa ajili ya kupata mahitaji yao maalum. Eneo hili pia tumeliita Kariakoo kwa sababu ni eneo ambalo jamii ya wanyama aina mbalimbali hukutana hapa kwa ajili ya kupata mahitaji yao muhimu, sana sana kipindi cha kiangazi. Mahitaji hayo muhimu ni pamoja na chakula, ambapo ni majani, wanapata maji, wanapata kivuli, kwa sababu eneo hili ni eneo ambalo lina miti mingi. Kwa hiyo unapokuja kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha kipindi cha kiangazi, ukija eneo hili ni rahisi kuona wanyama wengi, jamii ya wanyama wanaokula nyama kwa wakati mmoja, kwa sababu wanyama wengi wanakuwa eneo hili kwa ajili ya kupata majani, kwa ajili ya kupata maji, kwa sababu eneo hili ni karibu na mto Ruaha, na pia kwa ajili ya kupata kivuli. Kama unavyoona, eneo hili ni eneo ambalo lina miti mingi. Kwa hiyo kipindi cha jua kali wanyama hupenda kukaa chini ya miti kwa ajili ya kupata kivuli. Pia ni rahisi kuwaona wanyama jamii ya paka, kwa sababu kwa kuwa kuna aina nyingi ya wanyama wanaokula nyasi. Kwa hiyo jamii ya paka pia hupata urahisi wa kuwinda katika eneo hili. Kwa hiyo utakuta jamii kubwa ya paka kama simba, chui, fisi, pengine duma, unawakuta wako eneo hili kwa ajili ya kuvizia wanyama pindi wanapokwenda mtoni au wanapokuwa wamejipumzisha chini ya miti kwa ajili ya wao nao kupata chakula. Kama ilivyo Kariakoo ya Dar es Salaam, hapa ni soko la uhai. Wanyama hukutana kutoka pande zote, kila mmoja akitafuta alichokihitaji.